marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameelezea dhamira yao ya kusitisha mapigano mara moja na bila masharti baada ya kufanya mazungumzo ya kushtukiza nchini Qatar Jumanne. Mkutano huo uliofadhiliwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ulifanyika saa chache baada ya mazungumzo ya amani nchini Angola kuvunjika. Idi Sesanga na mengi zaidi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalithibitishwa katika taarifa ya pamoja kutoka Rwanda, DRC na Qatar, yakisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu. Hata hivyo, haijulikani ikiwa kundi la waasi la M23 litaheshimu mpango wa usitishaji mapigano kutokana na ukweli kwamba linadhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC, ikiwemo miji yake miwili mikubwa. Mapema Jumanne, jaribio la kuwezesha mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na M23 nchini Angola lilishindikana baada ya kundi hilo la waasi kujiondoa dakika za mwisho. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC umekuwa mbaya zaidi tangu Januari na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu wengine kukimbia makazi yao. M23 ambalo linadai kutetea maslahi ya Watusi wa DRC limekamata miji mikuu kama Goma na Bukavu. Kwa mujibu wa DRC, zaidi ya watu 7,000 wameuawa, ingawa idadi hii haijathibitishwa na vyanzo huru. Mkutano wa Doha umejiri siku moja baada ya mtangulizi wa Tshisekedi, Joseph Kabila, kumtuhumu rais huyo ambaye alifarakana naye baada ya kuingia madarakani kuwa ndiye tatizo na kuonya juu ya machafuko zaidi. The problem is President Felix. The solution is President Felix. Tatizo ni Rais Felix. Suluhisho ni Rais Felix. Sasa unaelewaje hilo? Unalitafsiri vipi? Kushoto au kulia? Juu au chini? Ni juu yako. Lakini maamuzi muhimu yanapaswa kufanywa. Na katika nyakati muhimu ulifanya maamuzi muhimu, na hizi ni nyakati muhimu kwa Kongo. Kwa upande wetu, kama nilivyosema, tunakusudia kushiriki kikamilifu katika kila kinachotokea, hasa kwa upande wa amani. Especially as far as peace is concerned. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inadai kuwa Rwanda inaidhibiti M23 moja kwa moja, ikiwa na takriban wanajeshi 4,000 wanaounga mkono kundi hilo kwa lengo la kunufaika na rasilimali za madini katika taifa hilo, ikiwemo dhahabu na coltan. Hata hivyo, Rwanda inakanusha kuwasaidia waasi wa M23, ikisisitiza kuwa inakabiliwa na tishio kutoka kwa kundi la FDLR lililoanzishwa na viongozi wa Kihutu waliokuwa sehemu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Mkutano wa Jumanne nchini Qatar ulikuwa wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi tangu M23 ilipozidisha mashambulizi yake. Ingawa mkutano huo ulielezwa kuwa wa kawaida na usiokusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi za amani zilizopo, viongozi hao wawili walikubaliana kuendeleza mazungumzo yaliyoanzishwa Doha. Qatar, inayojulikana kwa juhudi zake za upatanishi katika migogoro ya kimataifa, ilihusika kwa karibu kuwezesha mkutano huo. Wachambuzi wanasema kuwa uhusiano wa karibu wa Rwanda na Qatar ulimfanya Kagame aone vigumu kukataa mwaliko huo, huku Tshisekedi akihisi shinikizo kutokana na hali ngumu ya usalama, akilazimika kutafuta suluhisho. Maelezo ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yatapangwa katika siku zijazo, lakini kuvunjika kwa mazungumzo ya Angola kunadhihirisha changamoto kubwa za mgogoro huo. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia maendeleo kwa matumaini kwamba mazungumzo yanayoendelea yatafungua njia ya utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo. Asante sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Kufuatia hatua hiyo ya marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia na Kongo kuibuka kule Doha katika juhudi za upatanishi wa mzozo wa mashariki mwa Kongo, mwenzangu Hawa Bihoga amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Mali Ali, na hapa anaelezea namna anavyotazama mkutano huo na mazingira yake baada ya hapo awali kuonekana kama hakuna uwezekano wa viongozi hao kufanya mkutano wa ana kwa ana. Kwa kweli hali ambayo inazidi kudhihirika kati ya huu mzozo ni hali ambayo inatia mashaka. Hata wakongomani wenyewe sasa wataanza kushtuka na ulimwengu utashtuka, kwa sababu visa ambavyo visiozoeleka katika hali ya kisiasa vinaanza kudhihirika kwamba kunaweza kuwa kuna lile ambalo linachezeka kati ya bwana Tshisekedi na bwana Kagame kwa kweli. Sababu ghafla zimekuwa nyingi, mazungumzo ambayo tayari yalikuwa yamepangwa na rais wa Angola hayakuweza kufanyika kwa sababu ambazo zenyewe zilikuwa hata hazina msingi. Hii ni hali inaweza kuhatarisha zaidi mzozo wa Kongo na ukaleta hata mabadiliko
katika nchi mojawapo kati ya hizo nchi mbili. Ni kipi hasa ambacho Qatar imefaulu kukifanya ambacho wapatanishi wa mwanzo kwa kweli hawakufaulu kwa mtazamo wako? Qatar ni nchi kwanza yenye uzoefu kwenye mambo haya ya upatanishi. Imedhihirisha sana ukomaji wake au weledi wake kwenye mzozo wa Palestina na Israel. Lakini pia kile ambacho kinaweza kuwa kikubwa sana Qatar inaweza kufanya ni kuleta uaminifu kati ya marais wa hizi nchi mbili, jambo ambalo lilikuwa linaleta shida na kuonekana kwamba wengine hawawezi kulitengeneza hili, na likawa sababu labda ya mazungumzo mengi kuweza kufeli na kutokufikia hatua yake. Kwa hatua hii ni kwamba mazungumzo ya Angola pengine yalikuwa hayaaminiki na pande ambazo zinasimiana katika mzozo wa mashariki ya Kongo. Dalili zilikuwa zinaonyesha hivyo, kwa sababu kauli ya Bwana Tshisekedi ya mwanzo alionyesha kwamba kuna dharau fulani, kwamba hii M23 sio lolote, yeye atazungumza na Rwanda kwa sababu anaamini wazi kwamba Rwanda ndiyo inawatuma hawa M23 na kuweza kuzungumza. Kwa mkutano huu Bwana Ali, kutarajiwe mwelekeo mpya na wa kudumu katika kupunguza mvutano huu baina ya Kinshasa na Kigali, au bado kuna hali ya kutoaminiana? Kwa kweli hali ya kutoaminiana ipo, na mkutano huu sio kwamba utaweza kuleta amani au uaminifu katika wananchi au wale wote wadau wa mzozo huu, lakini ni mkutano ambao unazidi kudhihirisha kwamba kuna chenga na porojo katika mzozo huu wa Kongo, na hasa tatizo, ukilitizama kiini cha tatizo linaweza kuwa ni maslahi kati ya viongozi hawa wawili, kwa yale ambayo labda bado siri hatujafahamu, waliokubaliana na wanashindwa kutimiziana jambo hilo liko kati yao. Kikao hicho kwa kweli kinasababisha watu wasiwezi sasa kuamini kile ambacho kinaweza kutokea katika mazungumzo, kwamba kitakuwa cha kudumu na kitaweza kuleta amani ya kudumu. Na kwa muktadha wa mkutano wenyewe wa Doha, namna ulivyoendeshwa, tutarajie nini baada ya mkutano huo? Yale ambayo yanaweza yakatokea baadaye, licha kuwa yatakuwa bado kitandawili kwa leo, yanaweza yakaleta amani ikiwa viongozi hawa wawili wanaweza kukubaliana kwenye maslahi yao binafsi. Ikiwa watakubaliana, kwa kuzingatia sasa historia ya mgogoro kati ya Kongo na Rwanda, ni hatua gani za kiutendaji zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha makubaliano yote yaliyoafikiwa Doha yanatekelezwa kwa ufanisi? Si ajabu tukaona kwamba mazungumzo haya yote mawili yaliyotangulia hayaendelei na pakazuka mazingira mengine ya mazungumzo ambayo tayari labda yatakuwa yametengenezeka kutoka katika kikao hichi cha Doha, na mazingira ambayo ndiyo yanaweza sasa kuwapatanisha hawa watu wawili na wakaweza kufikia makubaliano ya kudumu. Na hili inawezekana pia lilitoa nafasi ya kikao hichi, kama vile ambavyo tunafahamu kwamba Bwana Kagame ndiyo kiongozi au ndiyo bosi au ndiyo msimamizi wa kikundi cha M23. Inawezekana kuwa pia alitoa taarifa yote kwamba hicho kikao msikishiriki, na acha tuone kile ambacho tutazungumza na huyu bwana mjini Doha. Kwa hiyo kunaonekana kwamba M23 inaweza kuwa ni kivuli cha bwana Kagame. Hili linaweza kuleta pia shida na kutoa hali ambayo vikundi vya wapiganaji nchini Kongo vikawa havikushirikishwa kwenye mazungumzo ambayo yanayotegemewa kuwepo. Naam, asante sana.